tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Asma Ahmed. Serikali imesema kuwa inakusudia kuanza kutaja watu wanaojihusisha na uhalifu mtandaoni, wakiwemo wale wanaosambaza ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu za mkononi wakitaka watumiwe fedha kupitia namba zao. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mhandisi Mary Priska Mahundi, ameyasema hayo leo wakati akikagua hali ya mawasiliano katika mpaka wa Tanzania na Zanzibar mjini Tunduma mkoani Songwe. Naibu Waziri Mary Priska Mahundi amesema wanakusudia kufanya hivyo ili kuibua na kudhibiti uhalifu huo. Tunakoelekea sasa, tutakuja kuwaweka pia wazi kama wahalifu wa mitandaoni ili kukomesha hili swala, na tutafanya hivyo kwa kufuata sheria, taratibu zote, kwa sababu Jeshi la Polisi kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani na sisi Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeamua kushirikiana kwa dhati kuondosha hili wimbi lote la hawa wahalifu wa mitandaoni. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, Steven Wasira, amewakemea baadhi ya watu wanaotaka kugombea ubunge kuanza kunyemelea majimbo kwa kuvunja maadili. Wasira ameeleza hayo jana wilayani Ngara mkoani Kagera alipokuwa akizungumza na wana CCM pamoja na wananchi katika kikao cha ndani cha chama. Wasira pia ametumia nafasi hiyo kuwakumbusha wanaotaka ubunge pamoja na wabunge waliopo kufuata maadili. Lakini mimi ni makamu mwenyekiti na kazi yangu moja ni kusimamia maadili. Hasa watu wanaotaka ubunge wameanza kunyemelea na wananyemelea kwa kuvunja maadili. Tunataka mpige kura mkiwa watu huru. Tukimsimamisha huyu tunashinda bila tabu. Na hapa tunataka mtulipe mtu mmoja tu katika Wangara ambaye akija hapa watu wa Ngara watasema kama ni huyu sawa sawa. Kazi hiyo mnaweza mkiifanya vizuri sana. Lakini wale wanaotaka ubunge nina habari zao. Wameanza kuvuruga maadili. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezindua lango la kuingia na kutoka watalii la Ndea kwenye hifadhi ya taifa ya Mkomazi iliyoko wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Uzinduzi wa lango hilo ambalo limegharimu shilingi milioni 350 ni sehemu ya maboresho makubwa yaliyofanywa na serikali ili kuchochea na kuongeza vivutio vya watalii nchini. Akitoa taarifa ya lango hilo, mhifadhi mkuu hifadhi ya taifa ya Mkomazi Emmanuel Mwailama amesema ujenzi wa lango hilo utaongeza idadi ya watalii katika mbuga hiyo ambao wengi wanakwenda kuona maisha ya wanyama pembezoni mwa ziwa Jipe, faru weusi pamoja na tembo. Na sasa ni habari za kimataifa. Ukraine imesema kwamba hadi sasa wanajeshi 30 wa Urusi wameuawa katika shambulio la anga dhidi ya miundombinu ya kijeshi katika eneo la Kursk nchini Urusi. Ukraine ilianzisha uvamizi katika eneo la Kursk mnamo Agosti mwaka jana, lakini katika wiki za hivi karibuni vikosi vyake vimekuwa vikijiondoa kwa shinikizo kutoka kwa Warusi. Urusi na Marekani zinadai kuwa idadi kubwa ya wanajeshi hao walikuwa wamezingirwa katika eneo la Kursk nchini Ukraine na ikakanusha hilo. Mkutano wa kilele uliowaleta pamoja wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki umeunda jopo la wasuluhishi katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la kuhitimisha mkutano huo wa kilele uliofanyika usiku wa kuamkia leo, jopo la wasuluhishi lililoteuliwa linajumuisha rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Afrika Kusini Kgalema Motlanthe. Wengine ni rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba na rais wa zamani wa Ethiopia Sahle-Work Zewde. Tangazo hilo limeeleza kuwa uteuzi wa jopo hilo umezingatia ukanda, lugha na jinsia. Na wajumbe wa Urusi katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano ya kusitisha vita Ukraine wameonyesha kuridhika na mazungumzo yaliyofanywa pamoja na wawakilishi wa Marekani nchini Saudi Arabia. Mjumbe wa Urusi Grigory Karasini amenukuliwa leo na shirika la habari la serikali ya nchini humo TASS akisema kwamba kwa ujumla hamu bado iko ya kufanyika kwa mazungumzo ya tija ambayo yanahitajika. Karasini amesema mazungumzo yaliyofanywa Riyadh jana yataendelezwa na ameongeza kuwa mataifa mengine pamoja na Umoja wa Mataifa pia yatashirikishwa, lakini hakutoa maelezo zaidi.
Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kufanya mazungumzo mengine leo mjini Riyadh, ambapo mjumbe wa Ukraine katika mazungumzo hayo amewaambia waandishi wa habari kwamba bado wanashirikiana na maafisa wa Marekani. Waza Wazua. Msikilizaji, jasho la leo ni mbegu ya kesho inayoota kwa mvua ya subra. Waza Wazua. Na huo ndo mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV, na saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Asma Ahmed. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri. Msikilizaji, unao nafasi ya kuendelea kuchangia maoni yako juu ya taarifa zetu kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri, habari kuu leo hii. Serikali imesema kwamba inakusudia kuanza kuwataja watu wanaojihusisha na uhalifu wa mtandaoni, wakiwemo wale wanaosambaza ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu za mkononi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amewakemea baadhi ya watu wanaotaka kugombea ubunge kuanza kuvunja maadili. Na Ukraine imesema kwamba hadi sasa wanajeshi 30 wa Urusi wameuawa katika shambulio la angani dhidi ya miundombinu ya kijeshi katika eneo la Kursk nchini Urusi. Kwa sasa ni saa 10 na dakika 10 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawia na saa 9 na dakika 10 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kukutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu. Tunaelezwa kwamba viongozi wa Rwanda wamekaribisha hatua ya waasi wa M23 ya kuondoka katika mji wa kistratejia na wenye utajiri wa madini wa Walikale, na kuwakaribisha pia juhudi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za kusitisha uhasama katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa kutoka ofisi ya msemaji wa serikali ya Rwanda imeeleza kwamba Rwanda inaunga mkono ubunifu kwa ajili ya kupatikana kwa ufumbuzi wa kudumu wa kisiasa na kiusalama kwa mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Katika taarifa hiyo imeongeza kwamba Rwanda inakaribisha tangazo la waasi wa M23 la kuondoa wapiganaji wake katika mji wa Walikale mashariki mwa Kongo ili kuunga mkono jitihada za kusaka amani zinazoendelea kutekelezwa, na pia inakaribisha tangazo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba operesheni zote za mashambulizi ya FARDC, yani vikosi vya serikali na kundi la wazalendo wanamgambo wanaunga mkono serikali, zitasitishwa. Baadhi ya waasi wa M23 kutangaza kuondoka katika mji wa kistratejia waliokuwa wameuteka wa Walikale. Jeshi la Kongo pia kwa upande wake limesema kwamba limevitaka vikosi vyake vya ulinzi kupunguza kasi ya mashambulizi ili kutoa kipaumbele kwa mazungumzo ya amani na kuendelea mchakato wa mazungumzo ya Luanda na Nairobi. Waasi wa M23 wameyateka maeneo mengi ya majimbo ya Kivu kaskazini na kusini tangu zidishe hujuma zao za mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali mashariki mwa Kongo tangu mwaka jana.
Msikilizaji, katika kulitazama hili na namna ambavyo Rwanda imeanza kuchukulia mzozo huu katika kutafuta amani, nimezungumza na Bwana Onesimo Kagwiza ili kupata mtazamo wake. Hiki kinachofanywa na Rwanda, je, kinaweza kupelekea hatima ya kupatikana kwa amani katika taifa hilo la Kongo? Nadhani ni kauli ambayo inaweza kuwa na maana kadhaa, mojawapo ikiwa ni mwanzo wa kuelekea kusitisha mapigano yanayoendelea. Zingatia kwamba Rwanda imekuwa kanusha sana kuhusika, lakini pamekuwa na ushahidi mkubwa wa uhusika wa Rwanda kuisupport M23. Na pengine mbinyo ambao umekuwa ukitolea mfano kama ya Ubelgiji ambayo imeibinya Rwanda, na ukikumbuka majuzi hapo wakati Rais Kagame akiwatahadharisha Wanyarwanda kuwa tayari kwa chochote kile ikiwa ni maana ya vikwazo ya kimataifa. Pengine tunajua sote kwamba kumekuwa na hisia za uhusika mataifa makubwa juu ya uhusika wa Rwanda katika mzozo wa Kongo. Pengine mbinyo wa kimataifa unaweza kuwa ni chachu ambayo inaweza kuwa inafanya Rwanda ianze kurudisha migongo nyuma. Kwa hiyo unaweza kuwa mwanzo mzuri, lakini kwa kweli kwa historia ya mgogoro wenyewe na jinsi ulivyo, ni ngumu kuweza kuweka hitimisho la moja kwa moja kwamba linaelekea kwenye suluhisho la maana, kwa sababu pana uhusika wa Rwanda ikidai kwamba yenyewe kuna waasi wa FPLR ambao wako kule, ambao kwa tuhuma ambazo Rwanda imekuwa ikitoa dhidi ya wao kwamba wamekuwa wakiwa ni kitisho kwa usalama wa serikali ya Rwanda, waliokimbia baada ya mauaji ya Kimbali ya mwaka 1994, wenyewe wakifurushwa na RPF ambao ni walikuwa waasi wa Kagame. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mwanzo mzuri, lakini pia tusisahau kwamba kauli pekee yake haiwezi kutosha, kwa sababu pamekuwa na miito mingi ambayo Rwanda imekuwa ikipuuzia, na kwa hakika labda inawezekana ukawa ni mwanzo mzuri, lakini bado haitoshi kuamini bila kuona hatua za kuelekea meza ya mazungumzo. Kwa kweli hali ya kibinadamu ni mbaya, na katika miji kama ya Goma na Kivu hali ni mbaya. Kwa hiyo kwa kweli imekuwa ni hali ya kutatanisha sana, na pengine imekuwa tukiitaka jamii ya taifa kunyosha kidole au kuonesha hatua za maana zaidi ya maneno pekee yake. Kutokana na kauli hii ambayo imetolewa na Rwanda awali ilikuwa imesimamia msimamo na kusema kwamba haitotishwa na nchi yoyote ile ambayo inaingilia masuala ya taifa hilo. Unafikiri kwa nini imeamua kulegeza sasa na kuashiria kwamba wanahitaji kufanya mazungumzo ili kumaliza huo mzozo? Kama kweli Rwanda imekuwa imebinywa, na kwa kweli kauli nyingi zinazokuwa zikilaumu Rwanda pamoja na kumekuwa zikitumua, lakini hakuna namna ambavyo Rwanda inaweza ikakabili vikwazo ya kimataifa. Hiyo namna haipo. Ikiwa kweli itabinywa hivyo, kauli za Rwanda kusema iko tayari kujitutumua dhidi ya vikwazo vya taifa ni kauli, lakini mataifa mengi yamenywea. Utakumbuka kuliko Zimbabwe ambayo ilijaribu ilinywea. Kwa mwelekeo huu sasa tutarajie kuona mapigano kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakitamatika kama mambo yatakuwa yameenda sawa sawa kama ambavyo Rwanda inajaribu kuzungumza? Ni ngumu kubashia amani ya kudumu ya Kongo, kwa sababu kuna vikosi vya watu vingi sana, na pengine maslahi ya kiuchumi ambayo yanaikabili pengine yale maslahi ya kijamii kwa Kongo ndio yanayoichongea yenyewe. Kwa ni ngumu sana kuhitimisha kwamba kuidhinya Rwanda kunaweza kuchochea amani ya kudumu, kwa kuwa mapigano yaliyoko kule na watu walioko kule bado ni sababu ambazo ni za kiuchumi zaidi. Ni ngumu sana kusema kwamba ikiwa utaidhibiti Rwanda utatengeneza amani ya kudumu kule Kongo, kwa sababu bado kuna sababu nyingine ambazo zisiposhughulikiwa ni wazi kwamba Kongo itaendelea kuathiriwa na uchumi wake au utajiri wake wa madini haswa ulioko hasa katika maeneo ya mashariki. Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Onesimo Kagwiza, tukiangazia suala hili ambalo linaendelea kati ya Kongo pamoja na Rwanda. Na kwa sasa ni saa 10:16 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, wasaa mzuri ambao tunakwenda kutazama habari katika duru uchumi na biashara. Kwa moja sasa tunaungana na mwenzangu Amina Semagogwa katika duru uchumi na biashara. Amina Semagogwa, karibu sana.
Asante sana Laurent Gelvas. Na leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba serikali imesema inatambua umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kukuza uchumi wa nchi, huku ikiahidi kuendelea kushirikiana na sekta binafsi ili kuleta maendeleo ya nchi. Kaimu kamishna wa kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kutoka Wizara ya Fedha, Bashiru Taratibu, amesema ni muhimu sekta binafsi kuendelea kuungana na serikali katika juhudi zake za kuhakikisha kuwa uchumi unaendelea kukua, huku wananchi wakipata huduma zote muhimu ikiwemo huduma za afya, maji, elimu pamoja na huduma nyingine. Na kwingineko ni kwamba timu ya ufuatiliaji iliyoundwa na Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda, Biashara imekutana na wadau wa sekta ya viwanda mkoani Tanga, ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kuirejesha Tanga ya viwanda. Akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Tanga hivi karibuni, Rais Samia Suluhu Hassan alisema miongoni mwa ndoto zake katika kuiongoza Tanzania ni kurejesha Tanga kuwa mkoa wa viwanda kama ilivyokuwa awali. Akizungumza kwenye kikao hicho, mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda na biashara Juma Mwambapa amesema juhudi za kuirejesha Tanga ya viwanda ni sehemu ya mkakati wa serikali katika kuimarisha uchumi wa viwanda na kuongeza fursa ya ajira kwa wananchi. Na kwa kutamatisha duru uchumi na biashara, tuangazie viwango elekezi vya ubadilishaji fedha za kigeni leo Machi 25 mwaka 2025 kwa mjibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2618 na senti 81 na kuuzwa kwa shilingi 2645, huku shilingi ya Rwanda, faranga ya Rwanda ikinunuliwa kwa shilingi 1 na senti 85 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 89. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 72, huku faranga ya Burundi ikinunuliwa kwa senti 88 na kuuzwa kwa senti 88. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Shukrani sana Amina. Asante. Sasa moja kwa moja ni wasaa kwenda viwanjani kusikiliza taarifa za kimichezo, kujua kuna nini ambacho kinaendelea hivi sasa. Tupo na Marco Pastori Bundala. Karibu sana. Asante sana, bila shaka uko poa. Mimi niko poa sana kabisa. Kabisa. Ni jioni nyingine njema ambayo tunayatazama yale ambayo yapo ya kimichezo, na haya ni kwa ufupi tu. Na miongoni mwa story kubwa kwa hii leo, joto linazidi kukolea kuelekea mchezo wa kesho wa kufuzu kombe la dunia kwa upande wa Taifa Stars. Na kama jana ulifuatilia Sports Corner, bila shaka ulisikia kwa kile ambacho alikizungumza Simon Msuva akieleza namna ambavyo hali ilivyo huko Morocco katika mchezo huu ambapo wanaenda kucheza na wenyeji Morocco. Kwa hiyo hali ya hewa wameeleza namna ambavyo bado inaendelea kuwatatiza, lakini watajitahidi, na kwa mujibu wao wenyewe wameeleza kwamba watawashangaza wa Tanzania. Sasa mshangao, tujiandae kwa mshangao wowote, maana mshangao ni mshangao tu. Mshangao. Watawashangaza wa Tanzania. Mshangao ni mshangao. Inawezekana tukashangaa kwa kufunga magoli mengi, tukashangaa kwa kudraw, tukashangaa kwa kufunga. Kwa kushinda kabao kamoja. Unaona bana, yes, ni miongoni mwa taarifa hiyo ambayo ukipata draw kwetu ni ushindi. Yes, kwetu ni ushindi. Na tutakuja kuitazama jioni katika Sports Corner namna ambavyo karata yetu turufu iko wapi katika mchezo huu. Je, nini ambacho tutakiwa kukifanya mbali na matokeo haya ya ushindi ambayo yanaonekana ni ngumu kuyapata, lakini moja ya kitu ambacho nafurahia ni kwamba tunaingia kwenye kumbi au uwanjani kwenda kutazama mchezo tarehe 26, tunatoka tarehe 27. Kabisa. Yes, hiyo ni miongoni mwa taarifa ambayo tuko nayo, lakini utafahamu ya kwamba kuna mwendelezo wa michezo hii
ya michuano ya kufuzu kombe la dunia. Mataifa mbalimbali yanaendelea kucheza. Unaona bana, jana tuliyatazama na leo pia kuna mataifa mengine ambayo yataenda kucheza, ikiwepo majirani zetu Burundi, nao hii leo watacheza. Kwa hiyo usikose tu kufuatilia taarifa hizi, lakini huko kimataifa napo vivyo hivyo. Ni kama kuna break hivi ya kupisha michuano hii ya kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo utakuja kufahamu. Jana tuliweka mkeka wetu pale katika Sports Corner, utakuja kufahamu je, mambo yakoje. Na nimeamua kufikisha haya kwa ufupi tu, lakini mengi zaidi utakuja kuyafahamu ndani ya Sports Corner. Bana, leo mechi za leo, Benin watakuwa wanacheza na South Africa, lakini Rwanda watakuwa wanacheza na Lesotho, wakati huo Cameroon watakuwa wanacheza na Libya, Misri watakuwa wanacheza na Sierra Leone, Nigeria watakuwa wanacheza na Zimbabwe, Uganda dhidi ya Guinea, lakini Senegal watakuwa wanakipiga dhidi ya Togo, Algeria watakuwa wanakipiga na Mozambique au Msumbiji, lakini Chad pia atakuwa dimbani kucheza na Comoros, wakati Mauritania atakuwa anacheza na DRC, Argentina atakuwa anakipiga na Brazil. Kwa mechi hizi za leo, hizi ni miongoni mwa mechi ambazo zitachezwa, lakini kuna mechi nyingi sana kweli ambazo zinachezwa kwa siku ya leo. Burundi anacheza na nani? Bana, Burundi nikiangalia hapa Burundi, kwa hiyo niweke takwimu zangu sawa kwa sababu kwenye huu mkeka ndio nao haionyeshi Burundi. Basi majirani zetu kwa maana ya Rwanda pamoja na Uganda. Naam. Ndio ambao watakuwa kishuka dimbani, kwa hivyo mambo yatakuwa mazuri kulikule katika kutazama. Je, nafasi za hawa ndugu zetu zipo ukilinganishwa na sisi? Naona kama tunasindikiza tu haya mambo. Inawezekana ikawa hivyo, lakini bana, nimesikia sakata lile la Dabi ya Kariakoo. Kuna viongozi serikali inahitaji kukaa na viongozi wa pande zote mbili, upande wa Simba na upande wa Young Africans. Hili jambo mimi kwa namna ninavyoliona, kama ambavyo tumesema jana kwamba hili jambo ni paswa kichwa, na kuja kuangalia namna ambavyo linapelekwa mpaka sasa hivi unashindwa kuelewa. Je, ni sisi vyombo vya habari tumelipa kipaumbele sana kulizungumza, kwa maana ya kuchimbua kila kitu, ukianzia kanuni zinasemaje, busara zitakuwaje, nani imekosea, je ni Simba ama ni Yanga? Tumelipa mileage kubwa sana kiasi kwamba bodi ya ligi yenyewe ilikwisha toa maamuzi yake kwamba itakuja na taarifa rasmi. Sasa kuendelea kulichimbua sio ni kama tutalipa mwelekeo mzuri. Kikubwa tu ni kusubiri kama hao wataitwa, watazungumza na serikali kwa mustakabali wa mchezo wa Tanzania, itakuwa jambo jema. Lakini ambacho nakiona hawa jamaa wanavimbishwa vichwa. Unaona, jaribu kujiuliza, ingekuwa ni Ken Gold wametibuana na Pamba, masaa 72 yale yangefanya kazi, taarifa ingekwisha toka. Kama ni mmoja kunyang'anywa point ama ni mwingine kupewa point au mchezo kurudiwa, taarifa ingeshatoka. Sasa hapa mambo yanazungushwa, iende irudi. Bana, shukrani sana Marco Pastori. Asante sana. Asante. Nipitie maoni yako msikilizaji. Huyu anasema naitwa Justin Richard mjukuu wa Obedi kutoka maeneo ya pande za Murugarama, Ngara, Kagera, Tanzania, maeneo ya nje ya panda ya Rulenga. Anasema jamani, mbona huko Urusi vita vimepamba moto? Sema kiukweli wamuombe Mungu sana amani iwepo huko Urusi. Anamaliza kwa kusema tuko pamoja. Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kututumia maoni yako, lakini nikisonga mbele, huyu anasema sawa, ujumbe wako umejirudia kwa mara nyingine tena. Unajua kuna mtu anatuma jumbe kwa namba 2 tofauti, sasa kidogo inakuwa changamoto. Sawa, shukrani sana. Anaitwa Jovinata Kikwete, anasema yuko maeneo ya Katamobwa. Anasema ni maeneo ya Kibona, Kanoni, Karagwe kule Kagera, Tanzania. Anasema jamani, hivi mzozo wa waasi wa M23 huko DRC Congo, huko DR Congo utaisha lini? Wananchi wako wanateseka sana tena sana. Wale waasi wanasababisha watu wengi kupoteza maisha. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Nasema anaitwa Lems Vincent wa Misenani, Murusagamba, Ngara, Kagera, Tanzania. Sema wanasiasa ndio bato
Anasema pigeni kampeni kimya kimya, msijitokeze hadharani. Wakati ukifika basi mtatema cheche. Ndicho anachokizungumza katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema anaitwa Moses Ruben Ndiwago kutoka maeneo ya Rubanga Kibondo kule, anasema Kitahana. Anasema hao wezi wa mtandaoni inatakiwa zaidi serikali iwachunguze, na atakayebainika basi pigwe faini na iwe fundisho kwa watu wengine. Ni kamilisha na huyu anasema anaitwa Itegese. Anasema anaitwa Tuisenge Thomas au Baba Jordan. Anasema anapatikana maeneo ya kitaa cha 97.3. Anasema anawatakia ushindi Taifa Stars, huko tuko pamoja. Ndicho anachokizungumza katika maoni yake. Na kwa maoni hayo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri, habari kuu tulizokuletea hii leo. Serikali imesema kwamba inakusudia kuanza kuwataja watu wanaojihusisha na uhalifu wa mitandaoni, wakiwemo wale wanaosambaza ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu za mkononi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasira amewakemea baadhi ya watu wanaotaka kugombea ubunge kuanza kuvunja maadili. Na Ukraine imesema kwamba hadi sasa wanajeshi 30 wa Urusi wameuawa katika shambulio la angani dhidi ya miundombinu ya kijeshi katika eneo la Kursk nchini Urusi. Na kufikia hapo ndio nafikia tamati katika makala haya ya duru zetu la siri. Kwa niaba ya Asma Ahmed aliyekusomea taarifa kamili ya habari na wote waliosikika, nasema asante kwa kuwa nasi, nikutakia alasiri njema. Mimi ni Laurent Gervas, twende pamoja mpaka pale 2 kamili usiku ndani ya Mseto Leo.